2023 kupitia YouTube tulisikia juu ya taarifa ya Mheshimiwa Harrison Mwakembe kuhusu mashirika kutoka Marekani yanayosambaza uchafu wa kinachoitwa ndoa au mahusiano ya jinsia moja, kwa maana ya ushoga, usagaji, ubasha na wapenda kubadili jinsia. Kwa nini nayasema haya? Ninapokutana na WAWATA, ninapokutana na UWAKA, wadau wa malezi, mlengwa katika kadhia hii ni mtoto wa kiume. Mheshimiwa Mwakembe alituambia kwamba baada ya kufanya utafiti wa kutosha, anazo takwimu ambazo nitaziainisha pia hapa, ambazo amezikabidhi kwa serikali ili wapate mahali pa kuanzia. Kadiri yake, vijana wa Kitanzania walipewa mafunzo ya wiki moja ya kinadharia na mazoezi. Walipewa pia vilainishi ili wasipate maumivu wanapofanya mambo hayo kinyume na maumbile. Alionyesha pia kurasa 94 za mwongozo wa mafunzo ya mabadiliko ya tabia ya wanaume kutoka kubadili matumizi ya maumbile yao chini ya Wizara ya Afya chini ya USAID na Sauti. Katika mazungumzo yake anasema shirika moja linaitwa TDFT huko Tabora limetengeneza wasagaji 1815 na mashoga 1908. Sumasesu Njombe limetengeneza wasagaji 2180 na mashoga 1394. Kokoda Njombe limetengeneza wasagaji 1880 na mashoga 1520. Mashirika mengine na yenye takwimu kubwa za mashoga na wasagaji ni pamoja na Mbeya HIV Rungwe, Oak Tree, Kiwauta Mbeya Mbarali, Tahea Iringa, Promise Mufindi, Shedifa Shinyanga na Tadepa Shinyanga. Ndugu zangu, ikiwa kuna ukweli katika mambo haya, yani ikiwa sio janja ya baadhi ya watu wanaopenda kula hela haramu za wafadhili, wakiwapelekea picha hata za mkutano rasmi kama huu, kuwalaghai kwamba ni wanachama wa uhaini huo wanaopata mafunzo ya ushoga na usagaji, tunaweza kuelewa kwamba mtoto wa kiume hayuko salama. Mtoto wa kiume hayuko salama, na uzao siku za mbeleni unaenda kulemazwa ikiwa sio kufutika. Hata hivyo, huu ni mwaliko wa serikali, ni mwaliko wa kanisa, ni mwaliko wa WAWATA, ni mwaliko wa UWAKA kuwa makini zaidi, kuwa wazazi zaidi badala ya kuwa wazaaji. Naomba niwaambie jambo moja. Mpango wa ulimwengu mpya, the plan of the new world, the secret destiny, ni hatari kwa taifa letu, kwa Afrika na kwa ulimwengu. Yale ambayo yameelezwa yanayotokea duniani leo hii, yani mpango ovu dhidi ya wanaoitwa magugu watu. Na magugu watu ni nani? Ni Waafrika, watu weusi na watu maskini. Yalishaandikwa na Rafa Epperson katika kitabu chake The New World Order, A Secret Destiny, yani mpango wa ulimwengu mpya, hatima ya siri, kitabu ambacho kiliandikwa mwaka 1968. Kwenye kitabu kile aliainisha mambo matatu yanayopaswa kutokea duniani ufikapo mwaka 2000, ambao tumeshapita au tumeshavuka, na unaweza sasa kuangalia nyuma ikiwa haya walioyasema yanatokea sasa hivi na yanaongezeka au nini kinachoendelea, na nafasi yetu kama UWAKA, kama WAWATA tufanye nini. Jambo la kwanza, kwenye taasisi ya familia. Kadiri ya mpango mpya wa ulimwengu mpya wenye hatima ya siri, wanasema ili kuweza kupandikiza maadili mapya ni lazima kubadili maana ya familia.
Sisi tunapoongea juu ya familia, familia ni baba, mama na watoto. Wao wanasema familia sio lazima baba, mama na watoto. Inaweza akawepo mama tu, anaweza akawepo baba tu na watoto wake, au anaweza akawepo watoto wanaolelewa na daycare school, wanaolelewa na mayaya, wanaolelewa na boarding. Kwa hiyo iliratibishwa ili kupunguza kasi ya uzao wa watu maskini, watu tegemezi na wanaojulikana kama magugu watu. Basi itabidi kulazimisha mataifa ya ulimwengu, hususan ulimwengu wa tatu, wahalalishe ndoa za jinsia moja kwa maana ya ushoga na usagaji. Lakini pia ni lazima kuchochea uhuru wa kuwa na mapenzi holela ya kingono, na huko wengi watakutana na magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi, na ili kuhakikisha hilo pia waliamua watatoa chanjo zitakazopelekea kuchochea lile pepo la ngono, na wengi watakapoingia kwenye hayo mapenzi holela watajikuta ya kwamba wamezamishwa katika magonjwa hatarishi na hivyo kuondoa uhai. Lakini pia walisema vijana katika uchanga wao kati ya miaka 10 hadi miaka 18, wakati wa kubalee, wakati wa kuvunja ungo, kupitia mitandao ya kijamii, simu janja, semina na program maalum za picha za utupu kwa maana ya pornography, watafundishwa, watachochewa na kuzamishwa kwenye bahari ya kujichua, masturbation au punyeto. Lengo lao ni nini? Watakapofika umri wa miaka 18 au umri wa mtu mzima, wasipende au washindwe kuhimili mikiki ya tendo la ndoa. Na katika hilo ni rahisi kuambia badili matumizi ya mwili wako. Na hapo ndipo tunakutana na mashoga wanaoongezeka leo hii wakidai ushoga ni haki ya binadamu. Kwa hiyo ruhusa pia itatolewa na serikali za dunia kupitia ufadhili na mataifa tajiri kutumia vidhibiti mimba na utoaji mimba inapobidi. Kukuza hilo, wazazi hawatawajibika tena kulea watoto wao. Nini kitakachowalea watoto wao? Program maalum kupitia runinga, kupitia video na kupitia vitabu maalum vitatolewa kwa ajili ya kufundishia watoto wetu. Leo hii wale mnaoangalia katuni au watoto wetu wanaangalia katuni kama ile ya Watermelon, inafundisha mambo hayo ya the new world order. Na kadiri mtoto anavyoangalia, kadiri anavyoona mambo yale, wazungu wanasema you become what you eat, unakuwa kile unachokula. Na kwa maana hiyo yale wanayoyaona huko ndio hayo watakuja kuyafurahia, ndio hayo watakuja kuyafanya. Ninasema hilo nikiwa na mang'amuzi hai kwamba kwenye familia fulani wazazi wanapoondoka saa 11 na kurudi saa 5 usiku wakitafuta fedha, wakitafuta maisha kwa ajili ya watoto wao, watoto wakaachiwa mayaya ambao mara nyingine tunawatenda kwa jeuri. Wale mayaya wamewawekea hizo program wakaziangalia. Kuna familia moja, kaka na wadogo zake, mdogo mtu na kaka mtu, baada ya kuangalia picha hizo za utupu, baada ya kusoma majarida hayo ya utupu yanayopendekezwa kwenye simu zetu janja au kwenye video na kadhalika, wakaanza kufanyiana wao wenyewe kwa wenyewe bila wazazi kuwafahamu. Athari yake, walimu walipowaambia wazazi watoto wenu wana shida fulani, wazazi walikataa. Ni wazi kwamba walikataa kwa sababu hawajui watoto wao. Hawajui wanafanya nini, wanakula nini, wanajifunza nini, wanaangalia nini. Najua baadhi yenu wazazi mmewanunulia watoto wenu smartphone, mmewawekea internet, wifi na kadhalika na kadhalika. Tuko busy, tunatafuta hela. Je, tunachukua muda, tunatenga muda kwa ajili ya kuchunguza tabia na maelekeo ya watoto wetu kutokana na yale wanayoyaangalia kwenye mitandao hiyo ya kijamii? Profesa Mkenda, waziri wetu wa elimu, kuna vitabu 15 ambavyo ameondoa
kwenye mashule yetu ya msingi ambayo ni ufadhili wa The New World Order iliyokuwa inafundisha mambo hayo. Mpaka waziri anakuja kugundua hayo, sisi tuko wapi? Walimu wako wapi? Wazazi wako wapi? Na ndilo linalonipelekea kusema ya kwamba leo hii tuna ongezeko kubwa zaidi la wazazi na sio wazazi. Kama nilivyosema, malezi katika familia ni kazi endelevu, haikomi. Haijalishi mtoto wako ana miaka mingapi, bado unao wajibu. Lakini kile tunachokiona kwa watoto wetu ni matunda ya familia zetu, kwa sababu tunda halianguki mbali na mti. Kwenye eneo la kazi, The New World Order wanasema nini? Serikali ndiyo itakuwa mmiliki wa njia kuu za uzalishaji, maadili na ufundishaji, iwe ni kwenye mashule au vyuo. Umiliki binafsi wa mashule na taasisi za kimaadili utaharamishwa au kuwekewa masharti magumu ukafilie mbali. Ili kufanikisha agenda hii, yatatolewa machapisho na programu maalum kupitia vijitabu, majarida na programu au picha za utupu kwenye runinga, kwenye simu janja, kwenye kompyuta na wavuti zitakazotoa mafundisho juu ya mpango mpya wa ulimwengu. Lengo ni kuwashawishi watoto wetu na vijana waweze kuingia kwenye maadili hayo. Jambo la tatu, kwenye dini na imani. Kadiri ya mpango wa ulimwengu mpya, dini za asili kama vile Ukristo na Uislamu ambazo zimeendelea kufundisha maadili na uchaji wa mambo ya kiroho, ama utaharamishwa au kukejeliwa ili ukapoteze mvuto machoni pa watu. Kwa kuwa kwa asili mwanadamu hawezi kuishi bila mambo ya kidini, serikali za dunia zitabuni kitu kinachofanana na dini kupitia madhehebu ya kilokole yenye usaidizi wa serikali. Ndugu zangu, ukifuatilia vituko vya baadhi ya wachungaji katika kuwaandaa watu wao, mfano wakanyaga mafuta au mauaji ya Shakahola yaliyotokea huko Kenya. Juzi nimeona mmoja anawajambia watu eti ni ushuzi wa upako. Nimeona mtu amekojolea kwenye pipa, watu wanashushwa kwenye ile pipa ili wakafanye nini? Ndio ubatizo. Nimeona watu wamenyweshwa jiki. Kwa bahati mbaya ni aibu sana na fedhea. Nesi mmoja amenyweshwa jiki eti inasafisha dhambi. Lakini nikawa najiuliza, serikali zipo, mashirika ya dini yapo, walimu wapo, watu hawa wanapata wapi ujasiri wa kufanya hayo yanayodhalilisha utu, lakini pia yanayohatarisha utu wetu? Wakasema pia kwenye The New World Order, namna nyingine ni kuibua, kuchochea na kufadhili michezo inayowavuta wengi kama mipira wa miguu, cricket na marathoni. Na haya huwa yanafanyika siku za Dominika. Yanafanyika siku za Dominika. Sasa athari yake ni kwamba watu wanachofanya nini? Watakimbilia kwenye michezo. Watakimbilia kwenye madhehebu mapya yanayotengenezwa. Mwisho wa yote wakasema watapandikiza mamluki kwenye nafasi za wito wenye tabia na maelekeo hayo ya The New World Order, kwa maana ya ushoga na usagaji na ubasha. Wanatumia kanuni inayoitwa destruction of the system from within, yani kuharibu mfumo kutoka ndani. Katika hilo unaweza ukawa na mapadre, hata ukawa na maaskofu ambao ni watumishi wa The New World Order. Lengo lao ni nini? Watakapofika kwenye hizo nafasi za maamuzi, watakapotoa maamuzi yanayoendana na The New World Order, kanisa ndilo litakaloshutumiwa na sio wao. Lakini wakasema pia wale viongozi wa kanisa wenye msimamo mkali watatengenezewa kashfa, na kutokana na hizo kashfa watu watalichukia kanisa na wataona kwamba kanisa halifai. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nimesema ya kwamba mhanga wa matatizo yote haya ni mtoto wa kiume. Mimi naomba niwakumbushe wazazi, mvulana asaidiwe, akue na awajibike. Asaidiwe na awajibike. Niseme tu kwamba kuwa mwanaume, kuwa mvulana ni fursa.
Ni fursa inayoonekana mtu anapochukua nafasi yake na majukumu yake, kama Mungu alivyoratibisha mwanaume awe tangu mwanzo wa Adamu. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 anasema, kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa, na nimekuweka uwe nabii. Kuwa mwanaume kunahusisha mambo muhimu ambayo ni lazima afahamu, kuyajua na kuyazingatia katika maisha yake. Kuwa mwanaume ni mchakato unaotokana na malezi ya kifamilia, kufundishwa kupitia taasisi za kimaadili kama vile dini, au shule au namna nyingine yoyote ile inayoweza kumsaidia mmoja ajitambue. Kuwa mwanaume ni kuchukua majukumu na uongozi, kwani huyu ni kichwa na sio mkia. Ndiyo kuiwakilisha familia, kwani mke na watoto wako wanabeba jina lako, wanabeba ukoo wako, wanabeba urithi wako. Ni jukumu la kulinda, kuwa mume, kubeba maono na kujenga familia na jamii kama tunavyojua likiwamo kanisa. Kuwa mwanaume ni kuwa na uthubutu wa kusimama kwenye nafasi yako iliyopangwa na Mungu, kwani hukuumbwa hivyo kwa bahati mbaya. Kuwa mwanaume ni kuwa mwakilishi wa kusudio la Mungu maishani mwako. Hapa ndipo mmoja anatambua kwamba kuzaliwa kwa bahati mbaya. Kuwa mwanaume ni ubaba ambao unashiriki katika kazi ya uumbaji pamoja na Mungu, kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo, na tuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo